Asante kwa swali zuri sana. Kwanza, viongozi wa serikali, hakuna kiongozi ambaye yupo kwenye serikali katika ngazi za kisiasa ambaye hatokani na chama. Kwamba viongozi na usema wa serikali nao wanatokana na vyama. Lakini sisi hatuna mipaka. Ni wiki moja na nusu tu hapa tulikuwa na mwenyekiti wa Chadema. Tumefanya naye mkutano vizuri tu. Kwa hiyo kuwa na kiongozi ambaye anaonekana na sura ya chama si mara ya kwanza sisi kuwa nao. Kuwa naye yeye huyu wala sio swala ambalo ni big deal. Kama tulivyokuwa na Tundu Lissu, hiyo tarehe 4 tutakuwa na Balozi Nchimbi, ni jambo la kawaida tu. Na sasa tunataka kujenga mipaka, kujenga utamaduni wa nchi hii, watu kuamini kwamba kiongozi kutokea kwenye chama cha siasa hapaswi kunyanyapaliwa. Yaani kwamba leo kama ni kiongozi Tundu Lissu anatokea Chadema, Mzee Lipumba anatokea CUF, kwamba sisi vyombo vya habari tuweke mipaka tukisema kwamba huyu anatokea chama fulani, sasa tukionekana tuko naye taonekana tunafanya siasa. Kiongozi yeyote anayo nafasi ya kukutana na vyombo vya habari, kushiriki matukio ya wanahabari bila kujali mipaka ya kisiasa. Na ndio maana sisi tumetoa mfano. Nimekuambia wiki 2 zilizopita tulikuwa na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Na hapo muda mfupi karibuni tulikuwa na mwenyekiti aliyepita wa Chadema. Kwa hiyo sisi tumeshaonyesha mifano na tutaendelea kufanya hivyo. Zitokapo nao tumekutana naye hivi karibuni. Kwa hiyo wala ile swala ya vyama vya siasa lisiwape shida. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na jamii ambayo inazungumza. Jamii ambayo Watanzania wanakutana na kuzungumza bila kujali mipaka ya vyama vya siasa. Na tukishafanya hivyo, Watanzania wataamini kwamba tunafanya kazi ya habari, ili taifa litakwenda vizuri sana. Tuendelee unyanyapaa, endelea kukuza mipango na mikakati ya diplomasia ya demokrasia katika nchi yetu. Kuanzia kwenye vyombo vya habari, vyama vya kihabari mpaka huko kwenye vyama vya siasa. Kikubwa msiogope. Wakiwaita CUF nendeni. Wakiwaita CCM nendeni. NCCR, Chadema nendeni mshiriki. Msikilize ujumbe walionao. Jambo moja tu, msiende bila kusoma na kuelewa position zao. Wakasambaza chama chochote cha siasa, na narudia, chama chochote cha siasa, tukiwaita wanahabari, hakikisheni mnakwenda mmejiandaa. Unaweza kutoka pale akaanza kusambaza kitu ambacho ni kinyume kabisa na ukweli. Sasa kama hujajiandaa na wewe unakwenda unasema amesema, alafu jamii inakushangaa kwamba mbona hivi liko hivi. Kile